Wanasema kama unataka kuijua roho ya taifa, sikiliza lugha yake. Na leo tunazungumza kuhusu lugha adhimu ya Kiswahili. Lugha iliyoamka na jua la bahari, ikapita kwenye mapindo ya pwani, ikavuta pumzi ya milima na tambarare, ikaimba kwenye masoko na mabaraza, hadi sasa imeketi kwenye viti maalum vya heshima kote duniani. Leo si simulizi ya hadithi za kale. Leo ni ukumbusho wa kweli unaotambua kwamba lugha ya Kiswahili kwa mara ya kwanza katika historia imepewa siku yake ya kimataifa na Umoja wa Mataifa. Na si kwa bahati, si kwa bashasha, ni kwa jasho, kwa busara, kwa mshikamano. Ni sauti ya bara moja, ni sauti ya vizazi vilivyoamini kwamba lugha ni zaidi ya mawasiliano. Lugha ni jina, ni utu, ni urithi. Popote pale ambapo unaendelea kuifuatilia simulizi na sauti, karibu sasa kwenye hadithi ya kweli, hadithi ya tarehe, hadithi ya Kiswahili. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka 2024. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilikutana kwenye kikao chake rasmi, kikao ambacho kingeandika historia ya bara zima. Katika orodha ya ajenda kulikuwepo pendekezo moja lililoandikwa kwa herufi zisizo na sauti, lakini lililobeba sauti ya mamilioni: kutambua rasmi siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili. Mataifa mbalimbali yaliwasilisha hoja, wajumbe walitazamana, na hatimaye kwa sauti moja walipitisha uamuzi mmoja mkubwa ambao ulifanya watu wote barani Afrika na dunia nzima wapige makofi yasiyokwisha. Kila mwaka tarehe 7 Julai itaadhimishwa rasmi na Umoja wa Mataifa kama siku ya kimataifa ya Kiswahili. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa lugha yoyote ya Kiafrika kutunukiwa heshima hiyo na chombo kikuu cha kimataifa. Na kwa Kiswahili, lugha yenye zaidi ya wasemaji milioni 200, ilikuwa ni ushindi wa muda mrefu ulioota mizizi yake Afrika Mashariki, lakini sasa umechanua dunia nzima. Historia hii haikuja tu kwa sababu Kiswahili kinapendwa. Ilikuja kwa sababu kulikuwa na juhudi. Kenya na Tanzania kwa umoja ziliwasilisha mapendekezo rasmi, mchakato ukaanza. Majadiliano, nyaraka, mikutano ya balozi na marafiki wa Kiswahili ikapigwa hatua kwa hatua. Mwaka 2021 UNESCO ilikuwa ya kwanza kutambua kwamba tarehe 7 Julai kama siku ya Kiswahili ya dunia. Lakini mwaka 2024 Umoja wa Mataifa ukatoa tamko lenye uzito zaidi, kutambua siku hiyo kimataifa rasmi kisheria kwa kalenda ya dunia. Hii ilikuwa ni ishara kwamba lugha adhimu na aushi ya Kiswahili si tena lugha ya mtaa au eneo, bali ni lugha ya mazungumzo ya kimataifa, elimu, diplomasia na utamaduni. Ndipo kusema kwamba kuanzia sasa kila mwaka ifikapo tarehe 7 ya mwezi Julai, dunia haitakaa kimya. Itasoma mashairi, itaimba methali, itatambua kwa sauti ya Afrika sasa inasikika kwa lugha yake yenyewe. Lugha ni kioo. Ukikiangalia hauoni wajihi ama uso tu, bali unaona historia, mapambano na matumaini. Na leo Kiswahili kimekuwa kioo cha Afrika kilichoangikwa kwenye ukuta wa dunia nzima. Ni habari njema kwa Waswahili wote popote pale ambapo unaendelea kuifuatilia simulizi na sauti, ambapo kupitia katika ukurasa wa Instagram wa Habari Maelezo wameandika yafuatayo, nami ninayanukuu: tunajivunia lugha yetu adhimu ya Kiswahili, na ni siku 19 kutoka sasa kutakuwa na kongamano kubwa la Kiswahili nchini Japan katika maonesho ya Expo 2025 Osaka. Endelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kuona jinsi Tanzania inavyobidhaisha Kiswahili duniani. Mwisho wa kunukuu. Kiswahili ni lugha yenye zaidi ya 30% ya msamiati wa Kiarabu, ambapo ni matokeo ya mawasiliano ya kihistoria kati ya Waswahili na Waarabu kupitia biashara, dini na kadhalika. Baadhi ya mifano ya maneno ya Kiarabu yaliyoingia katika Kiswahili ni pamoja na kitabu, saa, rafiki, sabuni, shule na kadhalika. Kumbuka kwamba lugha ya Kiswahili ndiyo lugha ya kwanza barani Afrika kutambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa na kutengewa siku maalum ya kimataifa ambayo ni kila tarehe 7 ya mwezi Julai kila mwaka.
Una maoni gani kuhusiana na maadhimisho ya mwaka huu katika siku ya Kiswahili duniani huko Japan? Lakini pia unaweza kuniandikia kwamba ni aina gani nyingine ya maneno ambayo unayafahamu ya Kiswahili yanayorandana ama kufanana kuwa ni maneno ya Kiarabu. Mimi ni Franki Kashonde na hii ni Simulizi na Sauti. Wote wana Kiswahili wa Afrika. Huo ndio muda rasmi wa kuendelea kukibidhaisha Kiswahili.